Kuna mambo ambayo tunahitaji kujifundisha siku ya leo. Labda hiyo tunaelekea start pengine hiyo tunaelekea start kwa sababu ya naiona website yake leo iko down. Haleluya. Amen. Amen. Tunaingia katika sehemu ya kujifundisha. Tuko pale wa Filipi sura ya 2 mstari wake 20. Tunaanzia pale 20. Ndio. Sura ya 2 mstari wa 20. Ndio. Nasoma kwa jina la Yesu. Amina. Maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakayeiangalia hali yenu kweli kweli. 21. Ndio. Maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo Yesu. 22. Tosha. Haleluya. Amina. Leo ninazungumzia topic yetu, unaffective
leaders. Haleluya. Viongozi ambao sio waaminifu, unfaithful leaders. Haleluya. Amen. Viongozi ambao sio waaminifu. Maana siku zote unapopewa nafasi ya kuwa kiongozi, haleluya, amen, lazima uwe mwaminifu. You must be faithful. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amina. Lakini tunaona Paulo anazungumza maneno haya kwa sababu ni hali ya huzuni na mafadhaiko makubwa na aibu kubwa. Haleluya. Amina. Tunapotambua kwamba ama tunapoona ya kwamba wengi wa viongozi hususan waliomo katika leadership ya kanisa la Kristo, wengi kwamba wanakosa kuwa waaminifu. Haleluya. Wanakosa uaminifu katika leadership yao, wanakosa uaminifu katika nyadhifa zile au sehemu zile wamepewa kuhudumu. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Ni jambo la huzuni kwa sababu unapoangalia mahali tumesoma, Biblia inasema maneno ambayo tunapotazama yanaikula dunia nzima, yanakula kanisa ulimwengu worldwide. Haleluya. Si Kenya, si Tanzania, si Uganda, Ethiopia peke yake, ulimwengu mzima. Tatizo hili tunalolizungumzia, mtumishi wa Bwana Paulo anamwongelea Timotheo. Timotheo ambaye anazungumziwa ni pamoja na mwingine alikuwa anaitwa Epaphroditus kwa kizungu, ambaye hao wawili anazungumzia katika uongozi. Lakini Paulo hususan anazungumzana moja kwa moja na Timotheo. Haleluya. Anasema sina mwingine. Haleluya. I have no one else like Timothy who takes the genuine best in your welfare. For everyone looks out for his own interest, not those of Jesus Christ. Haleluya. Sina mwingine kama Timotheo, ambaye Timotheo alikuwa akifanya nini? Anasema Timotheo alikuwa akiyashughulikia kikweli masilahi ya watu wa Mungu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Haleluya. Amen. Alikuwa akiyashughulikia kikweli masilahi ya watu wa Mungu. Lakini anasema wengine na waona kwamba wanatangulisha masilahi yao wenyewe. Haleluya. They care for their own interest. Hawajali interest ya watu, hawajali interest ya wengine, lakini wanajijali ni nini ambayo watajiri, ni nini ambayo watapata, ni vipi ambavyo watakuwa. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Ni jambo la huzuni wakati Paulo anasema maneno haya kwa Wafilipi, maana hili ni kanisa la Filipi. Haleluya. Linalozungumziwa. Sina mwingine. Lakini kulikuwa na viongozi wengi. Haleluya. Amen. Kulikuwa na viongozi wengi sana. Lakini nasema sina mwingine ambaye ana maslahi ya watu katika moyo, ambaye anawakilisha maslahi yao katika kilindi cha moyo wake, anasimama katika pengo, katika nafasi ya Kristo Yesu. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Jina la Yesu lipewe sifa. Amen. Na wakati Paulo anazungumza maneno haya, kukiwepo na maelfu ya viongozi tajika walioandamana na waliokaa katika sehemu nyingi, si Efeso peke yake, si Filipi peke yake, si Korinto peke yake, si katika Rumi peke yake, maeneo mengi, si Galatia.
sehemu nyingi, si Ikonia, haleluya, Listra, mahali kulikuwa na viongozi wengi, lakini anasema sina mwingine anayeweka welfare ya watu mbele kuliko welfare yake mwenyewe, anayeweka interest ya watu mbele, lakini si yeye anajitangulisha. Jina la Yesu libarikiwe. Amina. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amina. Hallelujah. Amen. For everyone looks out for his own interest, not those of Jesus Christ. Kila mtu anaangalia maslahi yake mwenyewe, lakini si yale ya Kristo. Yesu anataka nini? Yesu anatakaje? Hallelujah. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amen. Ni nini kusudi la Yesu? Yesu anataka nini? Kanisa la Kristo Yesu, hili ni jambo ambalo linahuzunisha sana. Na napozungumzia viongozi, hata wewe ni kiongozi. Hallelujah. Wengine ni wazazi, kuna familia, tuko pamoja bado na kanisani, ni wazazi, tuna familia, ni mama, ni baba. Je, interest ya familia na kwa kwanza, hapo natangulisha wewe na kwako? Kwa sababu kama atashindwa kwa Mungu, atakuwa pia hawezi. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hata kwake mwenyewe afanye nini? Hawezi. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tuangalie adui wa kwanza ambaye ni atifu. Adui wa kwanza wa kondoo ambaye ni atifu. John chapter 10 verse 1. Biblia inasemaje? Yohana sura ya 10 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Ndiyo. Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni. Amini amini nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, yeye asiyeingia mlangoni zizi mwa kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi. Huyo ni mwivi, naye ni mnyang'anyi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Yeye asiyeingilia mlangoni. Maana mchungaji wa kondoo anapaswa kuingilia mlangoni kuangalia kondoo wake. Haleluya. Amen. Kwa nini aingie kwa mapaa? Kwa nini aingie madirishani? Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Amina. Yeye asiyeingilia mlango, Yesu akasema huyo ni mwizi. Ni nani? Ni nani? Ni mwizi. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amina. Haleluya. Amen. Yeye ni nani? Ni mwivi. Ni mwizi. Na unajua tabia ya wizi huwa wanakujanga usiku. Wanapenda giza, hawapendi nuru. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwizi anapenda udanganyifu. Anapenda kuwadaa watu. Ndio nataka uelewe kila ambacho tunakizungumza. Haleluya. Anapenda kuwadaa watu waambie ukweli. Anapenda kuwahadaa. Anapenda kuambia maneno ambayo yale Waswahili wanasema sijui maneno mazuri yatoa nyoka wapi? Pangoni. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Tuko pamoja? Amina. Sasa maneno yake ni kuwahadaa. Maneno yake anayozungumza kwa sababu kuna kitu anataka. Kuna vile anataka kuibie. Kuna vile anataka ibe. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Na hivyo ili akuibie lazima afanye mbinu, afanye njia ya kufikia kukuibia wewe. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amina.
Tuko pamoja? Amina. Tuko pamoja? Amina. Isome mstari wa 8. Mstari wa 8. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi. Lakini kondoo hawakuwasikia. Mstari wa 10. Mwivi haji ili aibe na kuchinja na kuharibu. Kazi ya mwizi ni hii. Hiyo ni kazi ya mwizi. Anakuja aibe, afanye nini? Haribu na hata kuua. Haleluya. Anaua. Kazi ya mwizi. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na kiongozi ambaye anaenenda katika njia ya kutopitia langoni, kiongozi ambaye ni mwizi tunayemzungumzia, tabia yake ni wizi, apitie mlangoni, na kamwe hawezi kufundisha maneno ambayo ni yenye uzima ya kuwasaidia wamsikilizao, lakini atapenda kuwahadaa ili ndio apate njia kuibia. Unajua mwizi utafuta njia. Hata mwizi akitembea kwako anatafuta mbinu, au sijua anataka kukuibia. Haleluya. Apotezee muda, apotezee mambo pale. Ukijisahau kidogo ashakwenda na kasini. Haleluya. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Tuko pamoja? Amen. Kidogo tu atakuwa ameenda na vitu kidogo tu. Kuambia funga macho basi tuombe pesa ziongezeke. Ukifunga kitabu nafungua, alishaje kitamba kama amepanda matatu mbele zake. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Adui wa kondoo, adui namba 1 ni mwizi. Kiongozi ambaye ni mwizi, kiongozi ambaye si mwaminifu, ana wizi ndani yake. Na akiwa na wizi katika maisha yake, na kwambia hata kondoo ambaye atawasimamia hawezi kuwa. Haleluya. Maisha yake hawezi kujengeka, maana kile ambacho kiko katika moyo ni mbinu ya kutafuta. Hata mahubiri atakayohubiri, hata ujumbe atakayotoa, atatoa kwa malengo ya kutafuta vile atakavyogaini kitu kwa kuibia yule mtu. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Watatu ni wakuhariwa au wakuachiliwa. Namba ya 3 ni wakuachiliwa. Haleluya. Amen. Katika hiyo Yohana sura ya 10 mstari wa 12 na wa 13. Sikia vile Biblia inasema, somea pale. Mstari wa 12. Yohana 10. Ndio. Mtu wa mshahara wala si mchungaji. Ni mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Umuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia. Nasema watoto wangu bado ni wadogo. Kuna kona nasema kote bado ndio nimeoa. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Bado familia yangu ni cha. Amen. Wewe kufa na tatizo lako. Haleluya. Amen. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Anasemaje? Amesema nini? Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Umuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia. Na kuacha kondoo. Na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Kufanya nini? Kuwatawanya. Kwa hivyo yeye haja yake si kondoo, motive yake iko pale money. Nasema money. Haleluya. Pesa. Lengo lake ni pesa. Lakini si shida zako.
Ati unajua mchungaji, naumwa. Kumbuke kwa maombi. Hiyo haihusu hadi popote. Kuumwa kwako wewe umbwa. Haleluya. Wote ambao na kuumwa kwako. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Maana yeye kubwa lake liko pale ni mshahara. Wakati shetani akiataka, hata roho mchafu akifamia, hata mtu akiwa mdhaifu, hana uzito wowote ndani mwake kwamba fulani ni mgonjwa, wacha tuombe kwa niaba yake, wacha tumsii Bwana, mke wangu wacha tuombee fulani. Hiyo si sehemu yake. Haleluya. Wacha tufunge tukamulize Bwana kwa sababu ya jambo hili. Haleluya. Amen. Hiyo haipo. Amesema vizazi vyote vitakuliwa na ukoo waliofuata naye pamoja na yeye. Naona matatizo ya viongozi, ile shida zinakujia hata familia kule. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Jamani, ukosefu wa kuwa mwaminifu. Matatizo yanayotokea kwa watu wa mshahara. Wakati mtu ametangulisha faida yake mbele kuliko huduma ya Kristo. Maslahi yake kuliko kazi ya Bwana. Kipawa alichopewa anakiuza. Akifanyia apata potea. Mtanilipa ngapi? Mimi ni mwimbaji. Nikija kuja kwenu, je, utatoa 20,000? Haleluya. Amen. Namna hii tusiige hawa watu. Levite, haleluya. Na nani? Na Gehazi. Hao ni wawili ambao tumewasomea. Wa mwisho ni Balaamu. Wa mwisho ni nani? Balaamu. Alikuwa mtumishi ambaye si mwaminifu. Alikuwa mtumishi wa mshahara. Ndio maana Mungu anamkataza lakini anataka aende. Kwa pamoja. Mungu anamkanya, hiyo iko Numbers 23. Mungu anamkanya lakini Balaamu bado analazimisha. Mpaka punda anakuja kuongea. Punda anafungua kinywa, anamuuliza Balaamu, je, hii ni mara ya 3 umenitandika? Nishawahi kataa siku nyingine usinipande? Nadhani hata aliongea na wasiwasi sana. Mnyama anamuongelesha. Tuko pamoja? Maana mnyama huyu ameona farasi, ameona malaika wa Bwana akiwa na upanga mkali. Anajipenyeza, anajaribu kupita, anashindwa mpaka akalala chini. Anamuona malaika yeye, Balaamu haoni kitu. Maana pesa zimechukua macho. Haleluya. Vinono vya Balaki vimechukua macho yake. Haleluya. Sasa ni kipofu haoni, lakini punda ile anaona enjo na sword. Kula alikong'ang'ana akajipitisha, lakini alipoingia kichochora aliingia kwa kichochora ambacho asingeweza pita. Malaika akasimama katikati. Hapo vile neno linasema. Na sasa akaona upanga umesimama, angejaribu. Sasa punda ikabidi alale chini, alafu afungue kinywa kwa vile Balaamu, hii ni mara ya 3 Bwana ananitandika. Haleluya. Amen. Ili Mungu amuoneshe mjinga hata punda na kushinda akili. Haleluya. Amen. Haleluya. Hiyo wakati tunataka tusome katika kitabu cha Petro, tumalizie Petro wa pili 2:15. Petro wa pili 2:15. Mifano hii mstari wa 15. Waraka wa pili wa Petro, watumishi wa mshahara. Ndio. Wakiacha njia iliyonyoka, wakapotea wakifuata njia ya Balaamu. Mwana wa Beori. Aliyependa ujira wa udhalimu. Nasikia? Amen. Balaamu alipenda ujira wa udhalimu. Kwamba njoo unilanie wana wa Israeli nitakulipa vinono. Naye anaamuka na punda, nimeambiwa niende kwa mfalme nilani Israeli nipewe vinono. Ujira wa udhalimu. Wawachao, leta mchawi wao.
Wewe 10,000 ambaye 5,000. Uni ujira wa udhalimu jamani. Jina la Yesu Kristo barikiwe. Amen. Wale udhalimu tuko pamoja. Hilo neno lenyewe liko katika 17 hiyo 22. Numbers 22:17. Soma pale. Mstari wa 17. Ndio. Maana nitakufanyizia heshima nyingi sana. Ndio. Na neno lolote utakaloniomba nitalitenda. Basi njoo na kusihi unilaanie watu hawa. Niambie nataka brado, nitakupatia. Kisema Mercedes Benz, nataka nyumba Lavington, utapata. Nataka wapi? Karen, utapata kwa nyumba. Haleluya. Lakini njoo fulani hawa watu. Maji. Mtumishi wa Bwana unabebwa kutoka mbali, unakuja kulani watu. Unabebwa kutoka mbali, unakuja kuambia mchawi wa kufa. Haleluya. Amen. Umeitwa uje kuambia mchawi wa kufa. Mchawi wa kufa. Watu ambao wamependa ujira. Watu ambao wamependa vitu. Wamedharau karama ya Mungu. Hawaiweki nafasi yake mahali inapaswa kutumika. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lazima tusiwe viongozi wasio waaminifu. Ni lazima tusiwe viongozi wasio waaminifu. Lazima. Hakuna option. Tuko pamoja. Amen. Lazima tusiwe kama Levite. Tusiwe kama Balaam, tusiwe kama na si wao peke yao. Wewe. Haleluya. Hiyo ni mifano tu michache kwa watu ambao waliopenda mshahara. Mpaka wakamalizia vibaya. Tuko pamoja. Bado ukisoma historia ya Levite, ukisoma kuendelea, utakuta yaliyotokea huko mbele. Yazi kome imepiga. Balaam alipatika akafika pale akasema, nitasema ile tu Bwana atakayoniambia. Na hapa sitasema lingine. Kwa sababu punda amenena. Amen. Yaani mpaka tishwe kabisa mpaka nione hapa nitakufa. Ndio sasa useme mimi sitaki vitu vyako. Nasema lile Bwana atakayosema. Lakini kilichombeba ni mshahara. Tuko pamoja? Nisifikie hapo watu wa Mungu, kwa sababu hiyo ni hatari kubwa sana katika maisha yetu. Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Ambapo tunapaswa kukaa katika kumwomba Kristo, kwa sababu hizi roho na mambo haya tunayozungumzia yalibeba waliotangulia. Tuko pamoja? Amen. Yalibeba waliotangulia. Na sisi tunapaswa kumwomba Mungu ili tuwe kielelezo na tusije kuondokea uwepo wa Mungu, turudi nyuma tuanze kubeba mizigo ambayo sio ya kwetu. Haleluya. Haituhusu katika safari yetu. Sisi sehemu yetu. Lazima viongozi wawe waaminifu. Haleluya. Tukoje kuzungumzia uaminifu wakati mwingine. Lazima tusiwe watu ambao wanapenda ujira, udhalimu. Watu wanaopenda vitu vya aibu. Haleluya. Amen. Vitu vya aibu. Tunalikejeli jina la Kristo Yesu. Vitu vya aibu kabisa.